zako wanapomwabudu Mungu ukakaa. Wakati Mungu anapoabudiwa, Mungu ni mkuu sana. Kwa hiyo watu wote ilipasa sana wasimame au kupiga magoti katika kumwabudu Mungu, maana Mungu ni mkuu sana. Wezi wakati Mungu anaabudiwa ukakaa, haionyeshi picha nzuri. Mwadhimishe Mungu, mwambie asante kwa neema, mwambie Mungu asante kwa neema yako, mwambie asante kwa upendo. Mungu ametulinda na mabaya yote yaliyotokea ambayo adui alikusudia yapate wateule, lakini Mungu akatulinda. Mwambie asante kwa ajili ya watoto wako, mwambie asante kwa ajili ya nyumba yako. Wako wanaolia, wako wanaumia, lakini Mungu amekulinda wewe na mabaya yote, maana imeandikwa Mungu atatulinda na mabaya yote. Mwambie asante asubuhi ya leo. Fungua kinywa chako tu mwambie asante. Mwambie nakushukuru kwa kunilinda. Asante kwa kulinda nyumba yangu, asante kwa kulinda uzao wangu, asante kwa kuwalinda wanaotajwa kwa majina yangu. Funga kinywa chako mwambie asante tu. Mwambie asante, wewe sio mwema kuliko wengine wanaolia. Mwambie asante, mwambie asante tu. Mwambie asante, mwambie asante tu. Mwambie asante, mwambie asante tu. Ni fadhili za Mungu zimetusaidia, sio kwa nguvu zetu wala sio kwa akili zetu, sio kwa sababu sisi tunaomba sana. Ni neema ya Mungu tu ametupendelea. Mwambie asante, mwambie asante. Funga kinywa chako asubuhi ya leo. Rabasatoya. Mwambie tu asante, mwambie asante. Unaweza usio na maneno ya kutosha kumwambia, lakini mwambie ninakushukuru, mwambie ninakushukuru. Ungeweza ukawa uko barabarani au mahali pabaya ukapata shida, lakini Mungu amekulinda akakuhifadhi. Mwambie asante, mwambie ninakushukuru mno. Ninasema asante, mwambie ninakushukuru. Maandiko yanasema Mungu ataabudiwa na walio hai, si waliokufa. Mwambie asante, maana waliokufa hawezi kumwabudu Mungu tena, hawezi kumshukuru tena, hawezi kumpa sifa tena. Wewe ndio uliye hai. Nyama sayo. Ndiyo Bwana, tunakushukuru. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya wazazi wetu, kwa ajili ya nyumba zetu, kwa ajili ya familia zetu. Tuna kila sababu wewe Bwana, umetutetea, umetupigania, umetuhifadhi na hatari zote. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Ramasayata. Laiti ungefungua kinywa chako, Mungu apokee ibada ya asubuhi ya leo. Aone zile shukrani zako, aone zile sifa unazomiminia kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya nyumba zako, kwa ajili ya ndugu zako, jamaa zako na nyumba yako. Mwambie asante, mwambie asante tu. Karaba usata yapa lipa shata ya ndorobo saya leta baseteke basoto makala bayeteke po ipa shata kabo. Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu? Ni nani mwenye nguvu kama zako? Ni nani mwenye uwezo kama wako Bwana? Ni nani mwenye upendo mkuu kama wewe? Ni nani mwenye nguvu zisizozuilika kama zako? Ni nani atenda ishara kama wewe? Tumekuona Bwana katikati ya giza, tumekuona Bwana katikati ya giza nene. Tunakushukuru kama wa Tanzania, tunakushukuru kama wana Arusha, tunakushukuru kama wana Rumeru. Tunasema asante kama watu wasimizie Bwana. Tuna kila sababu. Pokea sifa zetu asubuhi ya leo. Wewe ambaye hukuona alichotenda Mungu ndio uwezi kumshukuru, lakini tuliona, tuna kila sababu ya kumwambia asante. Tumeona, tumeona, tumeona Bwana, tumeona Bwana, tumeona uliotenda, tumeona Bwana. Ramasata ya kabosa. Kwa uliyesema usipolinda, wanaolinda wanafanya kazi bure, wanaokesha wanafanya kazi bure. Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru Bwana, tunakushukuru ya Mungu. Tumeona mkono wako. Fungua kinywa chako tu pale ulipo. Fungua kinywa chako tu pale ulipo, mwambie Mungu asante. Hebu jiulize, usingekuwa hai leo? Jaribu kujiuliza, ndugu zako wasingekuwa hai, watoto wako wasingekuwa hai. Jaribu kujiuliza, mume wako wasingekuwa hai, mke wako wasingekuwa hai. Jaribu kujiuliza hayo maswali.
Jaribu kujiuliza tu. Ukiona hilo utaweza kumwambia Mungu asante. Mwambie asante tu, mwambie tu asante. Mwambie ninakushukuru Mungu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya ndugu zangu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya nyumba yangu. Mwambie asante. Hebu beba mzigo kwa ajili ya taifa. Hebu beba mzigo kwa ajili ya wengine. Hebu beba mzigo kwa ajili ya ndugu zako. Beba mzigo kwa ajili ya watoto wako. Mwambie asante. Mwambie ninakushukuru Bwana. Mwambie asante asubuhi ya leo. Mwambie asante. Wengine wakilia kwa huzuni, sisi tunalia kwa shukrani. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Yeye aliyesema ataacha nafsi ya yule anayemtegemea yote uharibifu. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante asubuhi ya leo. Mwambie nimekuona. Umesema nikipita kwenye moto sitateketea. Nijapopita kwenye maji mengi hatanigarikisha. Mwambie asante Bwana. Mwambie asante Bwana. Lakaba yapo. Ikamba shatata yando. Nikushukuru kwa namna gani ye Bwana. Niseme maneno gani Bwana? Nitoe nini kitosha Bwana? Niongee lugha ya namna gani? Ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya kanisa la mahali hapa. Maana hata tulipokuomba ulitulinda. Tunakushukuru Bwana.
zaidi, kama unampenda Mungu mpigie makofi ya juu sana. Basi karibu kae. Karibu kae. Imetupasa kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila jambo, maana hayo ndio mapenzi yake. Amen, amen. Maandiko yanasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo, maana hayo ndio mapenzi yake. So leo tuna kazi kubwa tu ya kuomba. Of course leo singependa sana tuwe so much deep katika kujifunza mengi sana. Nilitamani sana leo tuwe na sababu ya kumwomba Mungu. Tumepitia kipindi kigumu kwa muda mfupi tu na kilichotupa maumivu mengi, lakini tuna kila sababu ya kumshukuru kwa sababu tuna uhai. Amen. Na kumshukuru kwa ajili ya ndugu zetu. Usipojifunza kuambia Mungu asante, maana hujaona alichotenda kwa. Lakini utakapojua alichokitenda utamwambia asante. Unapomshukuru Mungu unamfanya Mungu aone umetambua alichokutendea. Usinyamaze. Kwa sababu rafiki zetu wengine walipata misukosuko na leo hawapo waweze kumshukuru Mungu. Kwa hiyo sisi tulio hai tunamshukuru kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine. Haleluya. Sio wote wanaweza kujua kwamba ni muujiza kuwa hai leo, sio wote. Wengine wanafikiri tu najua mimi ni mjanja, kwa hiyo mimi ni mjanja siwezi kupata mabaya. Mabaya hayaji kwa watu wajinga, yanakujaga kwa wote. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akikulinda mshukuru kwa hilo. Naomba tumpigie tena makofi yenye utukufu. Yes, tema hata tuacha. Hebu mpigie tena makofi. Makofi nashindwa kuelewa. Kusifu kwa Mungu. Tupige makofi, upigie Yesu makofi ya utukufu. Mpigie Yesu makofi ya utukufu zaidi, maana kwa neema yake tunaendelea kuishi. Amen. Sasa leo tunaendelea kidogo na ule ujumbe tuliosema juzi, ambao tulikuwa tukijifunza ukisema Jumapili iliyopita, faida na hasara za kuto kumsikiliza kiongozi wa kiroho. Sasa leo nimeona nisogee kidogo, lakini kwa mtazamo tofauti kidogo, kwa sababu leo tuna agizo la kuomba kidogo. Kwa hiyo tunaweza tukafika mahali fulani alafu tukaomba, tukaendelea tena, tukafika mahali fulani tukaomba. Haleluya. 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 Najua moja kati ya furaha ya mcha Mungu ni pale anapoona Mungu anatenda. Kwa hiyo furaha yake inapozidi, anapata kitu kinachoitwa bubujiko la moyo. Lile bubujiko la moyo linaweza likawa na mambo mengi. Linakuwa na mambo mengi. Anaweza akalia, anaweza hata akagaragara chini kwa sababu ya bubujiko la moyo. Haleluya. Lakini ni wale tu walio na roho wa Mungu wanaweza kufika hiyo hali. Haleluya. Basi leo tutaangalia faida za kusikiliza. Maana tulikuwa tumesema kuna faida na hasara za kutokusikiliza. Sasa tulijifunza kidogo juzi, na leo tutaangalia faida za kusikiliza kiongozi wa kiroho. Watu wengi wanadhani kwa sababu tumeokoka basi mtu akishapata wokovu tunafika level moja. Hatui level moja. Hatui level moja. Sote ni wanafunzi wa Yesu Kristo, tuliookolewa kwa njia moja inayoitwa wokovu, ambao huo wokovu unatuletea sisi ukombozi. Tunakombolewa na dhambi zetu, kutokuiendea jehanamu ya moto, tunapata msamaha wa dhambi. Lakini ni ukweli usiopingika, mimi ninayekuhubiria injili na Paulo aliyekatwa kichwa ambaye naye alikuwa mhubiri wa injili, hatutalingana tukiwa kwenye mizani. Kwa sababu mapito aliyoyapitia yeye katika kuhubiri injili, mimi naweza nisifike hata robo. Kwa hiyo atastahili zaidi kuliko mimi. Huo ni ukweli usiopingika. Lakini wote tumeokoka.
Sasa Mungu aliteua wengine waongoze wengine, ili yeye aweze kusema na hao wanaoongoza kwa karibu zaidi, ili wale wanaoongoza wakawaambie wanaoongoza. Wa kwanza aliyeteuliwa ni Kristo. Kristo alipoteuliwa kuongoza kanisa, kulikomboa na kulipa uzima, kulitakasa, kuliosha kwa damu yake mwenyewe, alipewa hiyo mamlaka na Mungu. Baada ya kupewa mamlaka, aliamua kuikaimisha mamlaka yake kwa wale ambao aliwaita akawachagua. Kwa sababu walioitwa ni wengi, lakini walioitwa ni wengi, lakini wateule waliochaguliwa ni wachache. Wameitwa wengi, lakini walioteuliwa ili wapewe cha kwenda kuwaambia wengine, au waliotumwa, waliopewa ujumbe wa kwenda kusema, au walioteuliwa kuwa vyombo ni wachache. Lakini katika wateule pia Biblia inasema wateule na waaminifu, kwamba moja kati ya mambo ambayo yapo kwa walioitwa wakateuliwa, kuna shida. Wengine wanaitwa wanaacha kuwa waaminifu, wanaitwa wanachaguliwa wanakuwa si waaminifu pia. Mungu anaweza akakuokoa kutoka kwenye uharibifu, akakupaka mafuta uwe chombo cha sifa katika kanisa, au uwe chombo cha sifa mbele yake, alafu ukaacha kuwa mwaminifu katika hilo. Mungu anaweza akakuita akakuokoa kutoka kwenye mauti. Labda ulikuwa unateswa na roho chafu, ulikuwa unateswa na magonjwa, akakupaka mafuta uwe mhubiri wa Injili, lakini ukawa sio mwaminifu kwenye hilo. Mungu anaweza akakuita akakupa neema ya kwenda kuokoa wengine, yani mwinjilisti au mtume, lakini ukawa sio mwaminifu katika hilo. Kwa hiyo walioitwa pia wanatakiwa kuwa na sifa ya uaminifu katika wito walioitiwa. Haleluya. Haleluya. Na wale waliookolewa wanapaswa kuendelea kudumu katika wokovu waliopewa kwa neema, huku wakiongozwa. Waliitwa wengi, walioteuliwa kubeba mission ya Mungu wanaweza wakawa wachache, lakini hao wanaoongozwa na wanaoongoza wote wapo katika ufalme mmoja, na wataingia katika raha ya milele, yani katika ule uzima milele. Raha ya milele sio kuzimu, raha ya milele sio huko kifoni. Watu wengi wanasemaga apumzike kwa amani, Bwana umpe raha ya milele. Hakuna raha ya milele huko. Haya maneno tu ya wanadamu. Lakini raha ya milele wataipata watakapoingia Yerusalemu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile Yerusalemu mpya wanaingia wakiwa hai, sio wakiwa wafu. Mautini ni mahali pa kwenda kungojea kutimiza adhabu ya zile dhambi zilizotendeka kwanza, ili Mungu kupitia Kristo awape uzima wa milele hao aliowaita akawachagua wakawa waaminifu. Waliitwa. Hata hapa tulivyokaa hivi, wako watakao bahatika kupata uzima na wako watakao kosa. Hapa tulipokaa leo hapa, kwa sababu maisha yanavyoendelea, wengi hujaribiwa kwa njia mbalimbali, na pale kwenye kujaribiwa ndipo panapohitaji imani ithibitike, na ndipo panapohitaji utulivu na uvumilivu, ndipo panapohitaji uaminifu. Lakini wengi humwacha Mungu wakati majaribu yakiwa mengi, so wanapoteza sifa ya kuwa wateule watakaorithi uzima wa milele, kwa sababu uzima wa milele tutaurithi kupitia Kristo. Hakuna njia nyingine. Sio kwa vile ulikuwa unaenda kanisani sana, sio kwa vile ulikuwa una deki, sio kwa sababu ulikuwa unafanyaga nini, sio kwa vile ulikuwa unatoaga utago wa buibui kwenye nyumba ya ibada. No. Haya ni sehemu ya utumishi utakaomtumikia Mungu, lakini kitakachokupa nafasi ya kurithi uzima milele ni kuwa mwaminifu katika kile ulichoitiwa. Haleluya. Haleluya. Okay. Hebu tuangalie mahala fulani katika kitabu kile cha Zekaria. Nimekueleza kwamba
watu wakiokoka wanafikiri wamekuwa level moja wote, lakini sio level moja actually. Tuna tofauti. Zekaria ile sura ya 3, kitabu cha Zekaria sura ile ya 3. Nasema hivi, mstari wa kwanza peke yake. Anasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Naomba ushike hiyo pointi. Yoshua kuhani mkuu aliyeteuliwa na Mungu kasimama mbele za Mungu wa mbingu na nchi ili amtumikie, lakini shetani naye kasimama mkono wake wa pili ili ashindane naye. Kushindana naye kwa nini? Anashindana naye aidha kwa magonjwa, anashindana naye kwa kumuingizia mawazo mabaya, anamshindana naye kwa kumuonyesha anapoteza muda kumtumikia Mungu, anashindana naye aidha kwa njia ya ndoa. Imeandikwa, najua wewe unajua maandiko sana. Kwa hiyo imeandikwa atakuagizia malaika zake wakuchukue usije ukajikwaa katika njia. Yesu akasema usimjaribu. Imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Ile aliyomwambia atampa vitu vyote, alimwambia kwamba imeandikwa mpende Bwana Mungu wako, msujudie yeye peke yake. Yaani usiabudu Mungu mwingine yoyote hata kama mazingira ni magumu kiasi gani. Sasa sisi tumekuwa tukiishi katika wokovu, lakini tunakuwa easily cheated. Yaani wakati ambapo nyakati ngumu zikitokea, tunaweza kumsaliti Mungu tukaendelea kwanza na mambo ya dunia. Mtu anakuambia sasa hivi sina sababu ya kuja kanisani, ninapambana kupata hela ya kodi, ninapambana kupata hela ya ada, ezifu kwamba huyo mtoto yani anayemlipia ada yeye ndiye aliyemleta duniani. Nataka kuhakikishia Mungu aliruhusu kila mtoto kuzaliwa na kila mmoja na portion yake. Sio wewe kazi yako kuhangaika kutafuta portion yako. Wewe unahitaji tu kujiconnect na Mungu akuonyeshe hizo portion za watoto wako iko wapi na wapi na wapi. Maana wewe umewekwa na Mungu kuzichukua umpe. Haleluya. Wewe ni wakili wa Mungu katika kulea hao watoto. Tuseme amina kubwa. Amen. Sema amina tena. Sema amina tena. Sasa ukishajua hilo ukaliishi, linakuwa halisi katika maisha yako. Kwa hiyo wakati wa kujaribiwa kwetu, kuna wakati tunamwacha Mungu tukidhani tunaweza kujipigania wenyewe, kitu ambacho si kweli. Zekaria anaambiwa tunaambiwa na kitabu cha Zekaria kwamba Zekaria alikuwa amevaa nguo chafu, akawa anasimama mbele ya malaika, kitu kilichomkosti kikamfanya shetani akapewa nafasi ya kuweza kushindana naye. Mungu atusaidie tuweze kusimama mbele za Mungu tukiwa tuna mavazi machafu. Kila wakati tunapokaribia mbele za Mungu ni vizuri kujitakasa kabla ya kusimama mbele za Bwana. Kwa sababu mwanadamu kwa kuwaza kwake anaweza kukosea, kwa kunena anaweza kukosea, mtu anaweza kujikweza akajichafua, yani kujikweza tu, anaweza kumwambia mtu akamwambia, "Hivyo unajua upako niliokuwa nao mimi na upako wa hatari sana." Hiyo ni kujikweza. Na kila ajikwezaye atafanyaje? Atashushwa, na anayejishusha atafanyaje? Atakwezwa. Ni muhimu sana tuelewe kwamba wale wanaotuongoza, pointi yangu ya msingi, wamepewa nafasi ya kumkaribia Mungu zaidi. Na nataka tuangalie hili katika kitabu cha Zekaria sura ya 3 mstari wa 7. Mstari wa 7 inasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapo ihukumu
utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati ya hao wasimamao karibu. Mungu anasema, Yoshua anaambiwa avue nguo chafu, maana hicho ndicho kilikuwa kinamtenga na Mungu. Ukisoma ule mstari unaofuata hapo, wewe upate muda wa kusoma hicho kisa vizuri chote. Alipovuliwa zile nguo chafu akavalishwa nguo safi, Mungu anasema hivi, ukienda katika njia zangu, yani ukawa mwaminifu, ukatii maagizo yangu na kuyashika, ndipo mimi nitakupa nafasi ya kunikaribia, usimame karibu na mimi kati ya hao wanaosimama karibu na mimi. Kumbe kuna wanaosimama karibu na Mungu, na hao ni wateule wa Mungu. Hata Yoshua kuhani mkuu hakuwa anasimama karibu na Mungu, anaambiwa akitembea katika njia zake na kushika maagizo yake, ndipo atakuwa na hicho kigezo cha kusimama karibu naye. Haleluya. Sasa viongozi wa kiroho wanaweza wakaonyeshwa vitu mbalimbali vya watu. Hawaonyeshwi kwa sababu wao ni bora zaidi kuliko hao wengine, ila ni kwa sababu wao wanapata muda mwingi sana wa kumkaribia Mungu kwa maombi. Haleluya. Haleluya. Sio kwa maombi tu, kwa kufunga pia. Wanamsihi Mungu awape kitu cha kulisha wale kondoo aliowapa. Wanamsihi Mungu awape hekima ya kuwaongoza hao aliowaleta mbele yao na kuwasaidia katika shida mbalimbali. Awape hekima ya kuweza kukana, kuwaongoza wapate uzima milele. Maana kinachowaleta kanisani kikubwa ni kumwomba Mungu, lakini mnatafuta kupata ule uzima milele. Sema amen. Amen. Kwa hiyo kama kila mtu anatafuta uzima milele, hawezi kujipeleka mwenyewe asipoongozwa. Yesu akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba ila kupitia mimi. Yaani hakuna mtu anaweza kufika kwa Baba asipoongozwa na Yesu. Sasa Yesu akachagua watu akasema, kama nilivyotumwa nami na watuma ninyi, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Hawa waliotumwa sasa, Yesu anawaambia, niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa vizazi, sitawaacha yatima. Na anasema, anawaambia kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu, na mkizishika amri zangu nitajidhihirisha kwenu. Nitajidhihirisha. Kwa hiyo yule aliyewekwa mbele yako kukuongoza, wakati mwingine anaweza kapewa jambo la kukuambia, na ukilishika hilo litakusaidia. Just take an assumption. Wakati ule niliposema tuombe kwa ajili ya taifa, tulifanya maombi, mengine aliongozwa na watumishi wengine wa hapa na mengine nikaongozwa mimi mwenyewe. Tulimwomba Mungu kwamba watu wetu walindwe, hata mmoja asipatikane na madhara. Na tukaomba Mungu afunike anga la mahali hapa. Na Mungu alivyo mwema, kwa sababu anasema, ukaniite siku ya mateso, nami nitakuokoa, alafu utabaki ukinitukuza. Haleluya. Haleluya. Kwa leo tusingemtukuza Mungu kwa kumpa sifa, ingekuwa tumekosea, maana alipotuokoa tumeandikiwa tutamtukuza. Bwana asifiwe sana. Sasa sisi tukaomba tu afunike anga la mahali hapa, ahifadhi watu wetu, afunike Singisi, alinde mipaka yake. Akilini mwangu sasa hiyo nawaza, Singisi itapona kweli? Maana Singisi na mwaga na fujo. Biblia inasema, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. Ninyi mnapotea, na kinachowapoteza ni kutokujua maandiko na kutokujua uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu unaweza kufanya jambo lolote. Hakuna jambo lolote lisilowezekana kwa Mungu. Sasa tukaomba, uwepo wa Mungu katanda hapa siku zile. Mungu akafunika watu. Nasikia watu wakatokea wakajikusanya, lakini wanachokochoma tairi, lakini hawakufanya fujo za hatari. Hawakuharibu mali, hawakupigwa, hakuna aliyekufa. Lile tulilomwomba Mungu likawa. Nikajiuliza sana siku ile Jumanne nilipokuja hapa. Jumanne, Alhamisi. Nikajiuliza nikasema, hivi kumbe ningeendelea. Nikasema mpaka mjini, nikasema mpaka nikatikia kila mahali. Inawezekana ni sisi madhabahu hii Mungu ametuweka hapa kuwa walinzi. Come on. Hallelujah.
Haleluya. Lakini tukaomba tu kidogo, kumbe tulitakiwa tupanue hozi yetu tuende mpaka hata mwisho wa mipaka ya Arusha. Haleluya. Tusirudie hilo kosa tena. Haleluya. Tukiomba tuombe general prayer. Haleluya. Sema Baba mbinguni, tunakuomba ulinde mipaka yetu ya Tanzania. Linda kila mahali, linda ndugu zetu walioko kila mahali, kwa sababu wewe unaweza. Siku zote wewe ni mwaminifu, hakuna jambo lisilowezekana kwako. Haleluya. Sasa wale nilipoita sasa tuombe, watu hawajui kwa nini nimeita tuombe. Hawakuja wengi, walikuja wachache. Hivi wale ambao walikataa kuja, ndugu zao wao wenyewe wangeenda kupatikana na mabaya, wangesema nini? Maana kuitwa waliitwa. Jaribu kufikiria, watu waliomba lakini bado kulitokea nini? Jaribu kufikiria tu jambo dogo. Je, watu wasingeomba kabisa ingekuwa nini? Haleluya. Haleluya. Tambua, maombi yanamfanya Mungu kuingilia kati. Yaani maombi yanamleta Mungu kwenye mapambano. Haleluya. Kwa Mungu akiwepo, mambo yote sawa sawa. Ndio maana mnaimbaga Yesu akiwa enzini. Haleluya. Okay, kwa hiyo ni vizuri kusikiliza watumishi wa Mungu au wa viongozi wa kiroho, kwa sababu wao hupewa nafasi ya kumkaribia Mungu zaidi. Ni vizuri kuwasikiliza. Tuangalie kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili. Tuanze kuangalia faida za wale ambao waliweza kuwasikiliza viongozi wa kiroho waliowekwa kwa nyakati hizo. Wafalme wa Pili ile sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 8. Nitasoma. Imeandikwa, basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele za Bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mambo manzi hapo. Alikuwa mtu mkubwa aliyefanya taifa la Washami kushinda vita. Huyu ni mkuu wa majeshi, ni mtu ambaye ni hodari wa vita, amewapa taifa kushinda, na Bwana alimwezesha. Mungu anaweza akatumia hata mkono wa adui wakati anataka kumfundisha mtu. Alimwezesha kushinda, lakini alikuwa na ukoma. Hebu sema alikuwa na ukoma. Alikuwa na ukoma. Rudia tena, alikuwa na ukoma. Alikuwa na ukoma. Sikia, kuna mtu leo anaweza kuwa ni mtakatifu, ni mcha Mungu kabisa, lakini kuna dosari fulani iko kwenye maisha yake. Ni kweli anamcha Mungu sana, ni kweli anamwabudu, ni kweli anajitenga na kila baya, lakini hana mtoto. Lakini hana kitu fulani. Lakini ana shida fulani ambayo pamoja na ucha Mungu wake haiwezi kuondoka kwake, mahali Mungu aliiweka hiyo shida ili huyo mtu siku moja amtukuze Mungu kupitia hiyo shida, au ili siku moja watu wengi wamtukuze Mungu kupitia shida hiyo alionayo. Sasa Naaman, kiongozi wa majeshi ya Shami, alikuwa mwenye ukoma. Sasa Biblia inasema, na Washami, mstari wa 2, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naaman. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Huyu ni mwanamke aliyechukuliwa akawe mfanyakazi kwenye nyumba ya Naaman, kumhudumia mke wake Naaman.
Sasa yeye anajua, huyu mfanyakazi wa ndani anajua katika Israeli yuko nabii, yuko mtu wa Mungu aliyewekwa mahali fulani. Yule mfanyakazi akaanza kusema, laiti bosi wangu angeweza kumfikia yule nabii anayekaa kule Samaria. Laiti bosi wangu angeweza kumfikia yule kiongozi wangu wa kiroho ambaye yuko sehemu fulani. Maana ili Mungu atende muujiza anaanziaga mahali. Haleluya. Nataka niwahakikishie wote walioko kwenye hili kanisa hawakuja peke yao. Kuna mtu alisema neno na huyo mtu alitumiwa na Mungu, akawa sababu ya mwingine kufika. Haleluya. Haleluya. Hebu sema, laiti angekuwa pamoja naye. Au sema vizuri, sema laiti angekuwa pamoja naye. Okay, sawa. Anasema angekuwa pamoja naye, angemponya ukoma wake. Hebu sema, mfanyakazi alijua siri. Hebu sema, mfanyakazi alijua siri. Yaani anasema yule mtu wa Mungu yule akikutana na huyu bosi wangu, ukoma wake bye bye. Huyu ni, nataka uangalie jambo hili alafu na mahali na kupeleka, kwamba huyu aliyetumwa kuponya hakuponya mwingine, aliponya huyo tu. No matter anointing aliyokuwa nayo inafufua mpaka mtu mifupa yake, lakini alimtakasa mmoja tu katika kipindi alichoishi. Haleluya. Haleluya. Okay, angalia, anasema mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Yaani huyo anaenda kumpasha habari Naaman kwamba yule mfanyakazi anayekaa kule nyumbani anasema hivi na hivi, yuko mtu anayeweza kukuponya ukoma wako. Mfalme wa Sham akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu na Naaman kwako ili apate kuponywa ukoma wake. Hebu tuwapigie makofi hao watu jamani. Yaani issue imeanzia kwa mfanyakazi ndani, ikapelekea kiongozi wa Shami kuandika waraka, yani taifa la Shami kwenda kwenye taifa la Israeli. Anaandikiwa rais kwamba nimekutumia barua hii rais, nimekutumia barua hii na nimemtuma mtumishi wangu kwako alete hii barua ili kijana wangu au mkuu wangu wa majeshi aitwaye Naaman apate kuponywa ugonjwa wake. Zingatia hilo, apate kuponywa ugonjwa wake. Haleluya. Hebu mpe Yesu makofi ya utukufu. Mpe Yesu makofi ya utukufu. Hapa hatuoni tena likiwa ni shauri, tunaona likiwa ni kama agizo, apate kuponywa. Sauti ya kwanza ya muujiza huu ilianzia kwa askari wa ndani, sasa imeenda kuwa ni agenda ya kitaifa. Neno hili linatoka kwenye kinywa cha rais kuwasiliana na rais, ili mkuu wa majeshi aruhusiwe, wa taifa jingine aruhusiwe kuingia kwenye taifa hilo, akakutane na mtumishi wa Mungu wa ufalme wa rohoni. Tumpigie makofi Elisha, mtumishi wa Mungu aliyekuwa mwaminifu katika huduma yake. Haleluya. Sasa angalia, baada ya barua kufika, ikawa mfalme, yule mstari wa 7, ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusiini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nani.
Mfalme alipopokea barua akaisoma, akaishia kuchukia, maana hakujua kinacholengwa. Anasema mimi sio Mungu nipate kupona, wala siwezi kuhuisha, maana sio Mungu. Mfalme anasema angalieni basi muone, huyu mtu aliyeandika barua hii, huyu mfalme anataka kugombana na mimi, lakini nyuma ya waraka huo kuna agenda nzito ya Mungu. Haleluya, haleluya. Angalia mstari ule wa 8. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yupo nabii katika Israeli. Haleluya. Mfalme akaambiwa usihuzunike wala usirarue mavazi yako. Mwambie huyo mtu aje, atajua yuko nabii katika nchi. Haleluya. Tupigie Mungu makofi kwa sababu ya kazi yake. Okay, tukiendelea mstari wa 10 hadi 10, tukisoma ule mstari wa 10 kwanza. Ule mstari wa 10 inasema hivi: naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, tuunganishe mstari ule wa 9. Basi Naaman akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Yani sasa yule mwenye ukoma akasafiri, akafika mpaka taifa jingine ambalo sio lake, akaenda akasimama nje kwenye nyumba ya Elisha, mtumishi wa Mungu aliyetiwa mafuta kwa ajili ya kizazi hicho. Amen, amen. Amen, amen. Hivi mnaelewa tafsiri ya kutiwa mafuta? Kutiwa mafuta ni kuchaguliwa. Yani Mungu amekuteua wewe uwe juu ya wengine, au wasaidie wengine, au uwavushe wengine katika mambo mbalimbali yanayohitaji mkono wa Mungu. Haleluya. Ule mstari wa 10 inasema, na Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia nao utakuwa safi. Elisha mtumishi wa Mungu wala kutoka kuonana naye, akamtumia ujumbe akamwambia, nenda ukaoge mtoni mara 7. Nisikilize kwa makini. Sio kila saa unaokutana na kiongozi wako wa kiroho unataka afanye unavyotaka kichwani kwako. Biblia inasema jinsi mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo na mawazo ya Mungu yalivyo juu sana kuliko mawazo yetu. Na jinsi mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo njia za Mungu pia zilivyo juu sana kuliko za wanadamu. Kwa hiyo unapoenda ukakutana na kiongozi wa kiroho akakwambia nenda kafunge siku 3, alafu fedha uliokuwa unataka kutoa sadaka, nunua chakula, peleka kwenye kituo cha watoto yatima. Hayo ni maelekezo kamili ya kimungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usibishane naye, kwa sababu kubishana naye hakutabadilisha ile hali iliyopo, bali afadhali ungalitii ili Mungu atende kupitia utii wako. Ndani ya mstari wa 11, lakini Naaman akakasirika, akaondoka akasema, tazama nalidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Yani huyu kaenda kwa Mungu, anahitaji msaada wa Mungu, ameenda amefika kwa kiongozi aliyewekwa na Mungu. Amefika kwa kiongozi aliyewekwa na Mungu, chief aliyewekwa na mbingu, alafu anatarajia mawazo yake ndiyo ya muongozi aliyewekwa na Mungu. Anasema tazama mimi nimekuja nikifikiri atatoka anione, alafu aombe kwa jina la Mungu, alafu aniguse mimi mwenye ukoma aniponye, lakini hakufanya hivyo. Haleluya. Amen.
faida za kuwasikiliza viongozi wa kiroho. Angalia, akaendelea kutengeneza hoja zake kama vile Wakristo wengi wa leo wanavyopishana na miujiza yao wakijaribu kutengeneza nadharia mbalimbali kwenye akili zao. Anasema, je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Sema aliondoka kwa mtumishi wa Mungu kwa hasira. Sema tena, aliondoka kwa hasira. Hasira yake haibadilishi mpango wa Mungu, na hasira yake haiondoi tatizo alilonalo. Hasira yake haimponyi. Na Elisha, mtu wa Mungu aliyesema mwambieni aje atajua kuna nabii, hakutoka ndani. Yuko akiendelea na kazi yake. Angalia mstari 13. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Yani angekuambia nipe shamba heka 20, usingefanya hivyo? Angekuambia nipe magari mawili ya kifahari, usingefanya hivyo? Angekuambia toa sadaka 1,000,000, usingelifanya hivyo? Wanamshauri sasa, usingefanya hivyo? Je, si zaidi basi alikuambia jioshe uwe safi? Mbona kukuambia hata toa sadaka? Mbona kukuambia hata nepeleka chakula kwa yatima? Mbona kukuambia chochote? Si bora amekuambia kaoge? Haleluya. Hao ni watumishi wake, Naamani wanamshauri. Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Tumpigie Mungu makofi kwa hilo. Neno la Mungu li hai. Can I say this again? Neno la Mungu li hai, na Mungu ni neno. Kwa hiyo neno lisipotamkwa halidhihiriki, mpaka liwe limetamkwa ndipo linapodhihirika. Na muujiza wako utatangulia kwenda kukaa mbele ya maelekezo uliopewa. Ule muujiza wako hautatendeka kwa vile umelalamika, hautatendeka kwa sababu umedharau, hautatendeka kwa sababu umepuuza. Utatendeka tu kama utakubali kusikiliza kiongozi wa kiroho alikuambia ufanye nini. Maana huyo amepewa nafasi ya kusimama karibu zaidi na Mungu. Hata kama wengine wana fedha, hata kama wengine wanakaa kwenye magorofa, hata kama wengine wanatembelea range, wengine wanatembelea maprado, lakini aliyepata favor kwa Mungu kashapata. Haleluya. Aliyepewa nafasi kashapewa, aliyepakwa mafuta kashapakwa mafuta. Hata wainuke namna gani kupinga, hawawezi kuzuia hicho kitu cha Mungu ndani ya mtu huyo. Unanielewa vizuri eh? Unanielewa vizuri eh? Kwa hiyo unapopewa maelekezo ya kimungu, acha ushindani, kwa sababu ndani ya yale maelekezo ya kimungu uko muujiza umejificha, na hautatendeka mpaka utakapokubali. Naamani amejitetea sana, ni mkuu wa majeshi, lakini haimsaidii. Aliyemtoa ni mfanyakazi wake kumwambia tafadhali kubali tu, maana ameshaondoka kwa hasira. Kashaondoka kwa hasira. Jaribu kufikiri tu, wakati alipoondoka akaenda akajichovya kwenye ule mto mara 7, vipi kama singetakasika? Ingekuwaje mfano? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
Angalia uthibitisho wa Yesu juu ya kwamba Elisha alitumwa. Yaani muujiza umeanzia kwenye nyumbani kwake, mfanyakazi anayefanya kazi kumhudumia mkewe. Anasema laiti bosi wangu angekutana na mtumishi wangu, hakika ugonjwa wake ungepona, hakika shida yake ingeacha. Hakika kilichomponya Naamani ni imani ya mfanyakazi wa ndani. Ndipo hapo imani ilipoanza. Alafu yule aliposikia maneno akaenda akamwambia Naamani, yule mfanyakazi wa Kiebrania ulimleta pale ndani, anasema eti laiti ungelikutana na mtumishi wake, maana tatizo lako lingeisha. Oh my God. Ukitaka kumleta mtu kwenye madhabahu, usimwambie ukienda unaweza kupata uponyaji, ukienda anaweza kukusaidia. Mwambie Mungu wa ile madhabahu atakuweka huru. Haleluya. Sema Mungu kupitia mtumishi wake atakuponya. Tengeneza imani ndani yake. Tusome kwenye Luka sura ile ya 4, sura ya 4. Mstari wa 24. Na Elisha je, kwa habari ya Naamani? Tuendelee mstari wa 27. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Haleluya. Mungu katika mafundisho yake anasema msidhanie miujiza ni vitu vinatolewa tu. No. Anawaambia usifikiri kwa kuwa wewe unakuja hapa mbele ya kusanyiko hili, mbele yangu ukaanza kulialia tu basi mimi napaswa kuachilia muujiza. No. Yesu anasema palikuwa na wajane wengi wakati wa Elia, mbingu zilipofungwa katika nchi ya Sidoni, mji ule wa Sarepta, lakini hakutumwa kusaidia mjane mwingine ila yule tu ambaye ni wa mji wa Sarepta. Lakini pia kulikuwa na wenye ukoma wengi, lakini Elisha kutumwa kutakasa mwingine yote ila Naamani. Haleluya. Kwa upako wa Elisha ulitakasa mwenye ukoma mmoja katika zamani zake. Sio mtu akisha kuwa na anointing basi anaweza kufanya tu na no. Lakini alitumwa afanye kwa ajili ya huyo mmoja akatakasika. Lakini angalia utakaso wake unavyotokea. Anapoambiwa aende akajichovye kama mto Yordani, neno la Mungu lilitangulia katika mto Yordani likazama katika maji kumsubiri. Roho wa Mungu alikuwa pale kumngojea. Haleluya. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu kwenye kitabu cha Isaya 44 Mungu anasema hivi. Isaya 44 na mstari ule wa 26, Isaya 44 na mstari wa 26, neno la Mungu linasema hivi: nilithibitishaye neno la mtumishi wangu. Kwa chini hapo, mimi nalithibitisha neno la mtumishi wangu. So, kwa nini unapaswa kumsikiliza kiongozi wako wa kiroho? Mungu alisema atalithibitisha neno atakalolisema. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Wako watu ambao Mungu anaenda kuwakumbuka tena kwa jina la Yesu. Wako watu Mungu anaenda kuwainua tena katika nyakati hizi ngumu. Tunasikia kwa habari ya bado watu wanafikiria bado kuendelea kuandamana. Lakini nawasihi kama Mungu aishie, ninyi msifanye hivyo. Kwa sababu Mungu anaweza kuokoa bila kuandamana. Mungu anaweza. Eleweni uwezo wa Mungu. Mlilieni tu. Ombeni tu, fungeni milango, ombeni. Ombeni, Mungu atatenda jambo. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo tunapaswa
tunapaswa kuliombea taifa ili liendelee bado kukaa salama. Kwa hiyo siku ya Jumanne wiki hii na siku ya Alhamisi wiki hii tutakuwa na maombi ya kuombea taifa. Bado alisio nzuri. Tumepona katika ule mkono wa kuzimu uliotoka ukikamata ndugu zetu. Sisi tumepona kwa neema. Hatujui kijacho kitakuwaje. Kwa hiyo inabidi tuombe ili Mungu ailinde Tanzania. Mimi na wewe ni majukumu yetu. Jukumu letu mimi na wewe tuombe ili tuendelee kwa salama. Nafikiri mliona unafungiwa ndani siku kadhaa. Nafikiri uliona mambo ni magumu sana. Kukaa ndani wiki nzima tu ni tatizo. Vipi ukaambiwa utakaa ndani miezi mitatu itakuwaje? Utakufa njaa. Kuna watu wasipotoka wapati chakula, wapati mahitaji yao. So tunapaswa kuomba isitokee. Haleluya. Haleluya. Hebu tutaomba isitokee tena. Rudia tena, tutaomba isitokee tena. Haleluya. Haleluya. Okay. Kwa tutaomba kwa ajili hilo na Mungu ataweka mkono wake. Alafu siku ya Ijumaa tunaanza maombi ya siku 9 kwa ajili ya Mungu. Tunaomba maombi kwamba Mungu akumbuke kila alichoahidi kukupa wewe. Kila alichoahidi kukutendea. Mungu akumbuke maombi yako. Mungu ayakumbuke mahitaji yako uliwahi kumpelekea kwa nyakati tofauti. Tutakuwa na maombi kuanzia Ijumaa, tutayamaliza Jumapili ijayo. Haleluya. Haleluya. Naamini utajipanga. Hayo maombi ni ya kufunga. Na tutakuwa mara nyingi baadhi yetu kanisani. Wale watakao kuwa free kuja kuomba, tutakuwa na ibada hapa asubuhi, tutakuwa na ibada mchana, tutakuwa na ibada jioni. Taisha ile Jumapili inayokuja ndio tutamaliza. Of course tunamaliza Jumamosi, lakini Jumapili ndio tutafanya ibada ya kuhitimisha. Haleluya. Na ile ibada itaambatana na meza ya Bwana na mambo kadha kadiri Mungu atakavyotusaidia. Kwa hiyo kwa kuwa Biblia inasema Mungu atalithibitisha neno la kinywa cha mtumishi wake, huwa neno likishatamkwa linaenda kufanya muujiza, kwa sababu Mungu ni neno. Mungu ni nini? Mungu ni nini? Mungu ni nini? Yes. Kwa neno likitamkwa litadhihirika. Endapo limetamkwa na mtu aliyepewa nafasi na Mungu, litadhihirika. Kama huyo ni mtumishi wa Mungu, hilo neno alilolisema litakuwa. Haleluya. Tuangalie mfano mwingine katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili ile sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Kumbuka tunajifunza faida za kuwasikiliza viongozi wa kiroho au kumtii na kumsikiliza viongozi wako wa kiroho. Kama mimi Mungu alinipaka mafuta kwa ajili ya kanisa hili, alafu unisikilize, kuna vitu utavipoteza. Kuna vitu utavikosa. Na uwezi kuvipata kwa mwingine, kwa sababu kila mtu Mungu alimtoa mtu kwa ajili ya watu fulani. Na maana unaweza kusikia mtu anakuambia nimezunguka sehemu nyingi na tatizo hili alikuisha, lakini akija dakika 2 limeisha, kwa sababu huyo ndiye aliyepakwa mafuta kwa ajili yake, kwa ajili ya hilo tatizo. Unanielewa vizuri? Kuna matatizo mengine hata uhangaikie wapi upate upendo, kwa sababu Mungu atakupeleka mpaka pale alipokusudia. Okay, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7, neno la Mungu linasema: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akisema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja, yani aliyekuwa na mdai amekuja. Huyo aliyekufa ni mwana wa nabii, ni nabii, lakini nabii aliye chini ya nabii. Nabii aliye chini ya nabii. Sasa huyo
nabii mdogo alikuwa anamtumikia nabii anaitwa Elisha, na huyo nabii akafa. Sasa kumbe kuna mahali alikuwa anadaiwa. Alivyokufa yule aliyekuwa anadai akaja nyumbani kwa Elisha, kwa mke wa yule nabii. Elisha akamwambia, nikufanyie nini sasa? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Elisha anataka kumsaidia mama huyu, lakini anamwambia kuna kitu gani unacho ili tuanzie hapo. Nini unacho ili kitumike kama sadaka? Nini unacho ili kitumike kizalishe muujiza? Huwezi kwenda shambani kuvuna pasipo kuwa na mbegu. Kila kitu unachokiona kina chanzo chake. Muujiza huu ulihitaji kitu ambacho huyu mama anacho nyumbani kwake. Akasema anayo chupa ya mafuta, hana kitu kingine chochote. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Yani nenda kaombe ndoo, mabeseni, majaba, mapipa. Omba na usiombe vichache, omba vingi, inavyowezekana. Tunadaiwa kaombe mapipa, omba majaba, omba makarai, omba vile vyombo kwa majirani, ndoo, panga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Haleluya. Anasema ukisha pata hivyo vyombo, ingia ndani, jifungie wewe na watoto wako. Masharti yalikuwa yeye na nani? Alafu ajifungie wapi? Ndani. Maelekezo ndio hayo. Ajifungie ndani, sio na jirani, yeye na watoto wake. Hakikisha amejifungia, sio nje, sio jikoni. Ajifungie ndani. That is how instructions was. Sasa kama instruction ilikuwa hivyo, angefanyia nje au angeenda kufanyia kwa jirani, muujiza usingeweka. Kwa sababu neno la Mungu ni roho, na pasipo imani neno lile halitimiziki. Kwamba umelisikia lile neno lakini umeliamini na umelitii, ulifanye kama ulivyoelekezwa. Sema amen. Unamwambia mtu anakuambia, mtumishi wa Mungu, nimeambiwa mimi nina uvimbe katika tumbo langu na ni mkubwa sana kiasi kwamba hata ni hatari kufanya operation. Unamuuliza, unamwamini Mungu? Ndio. Unamuombea. Sasa miujiza mingine, aina za miujiza ziko mbili. Kuna muujiza unaitwa instant miracle, au muujiza ambao unatokea hapo kwa hapo. Alafu kuna ule ambao ni progressive, ambao ni muujiza endelevu unaoendelea taratibu. Yani unaombewa, muujiza mwingine unatokea hapo kwa hapo, na mwingine unaombewa unaendelea kuteke. Yani kuna mchakato fulani, kuna process fulani kukamilisha muujiza. Sasa anasema mimi naamini lakini nataka uniombee utoweke. Wewe unakujaje na masharti kwa Mungu? Naamani alienda na masharti kwa Mungu, kwa mtumishi wa Mungu, hakupokea muujiza. Aliondoka kwa hasira. Huwezi kwenda na masharti kwa Mungu, kwa huyo mtu wa Mungu. Wewe nenda eleza shida yako tu, alafu kitokeo cha pale tega sikio kusikia. Akikwambia nipe muda, mpe muda. Bwana asifiwe sana. Usiondoke kwa kununa, ukaamua kuhama na kanisa, ukaamua kwenda kwingine, ukaamua kutokwenda tena. Kutokwenda tena imaanishi umepokea muujiza wako. No. Sikia maelekezo. Maana neno la Mungu linaweza kukujia maelekezo. Bwana asifiwe sana. Kuna matatizo mengine tumeyapata kwa uzembe.
Alafu mengine tumeyapata kwa kutokujua, mengine tumeyapata kwa ujinga, mengine tumeyapata kwa laana, mengine tumeyapata kwa dhambi. Sasa kama aina ya tatizo lako ndio inaamua muujiza, uendeje kama Mungu anakukubali? Unaweza kumwambia hivi, mama, kanunue, ni mafuta gani unatumia chakula nyumbani? Anamwambia mimi natumia galizeti. Unamwambia kanunue lita 1 mpya uje nayo. Sasa yeye alishapitaga mahali akasikia mafundisho, akaambiwa hivi, Mungu hatendi kupitia vitu. Hizo ni ibada za sanamu. Hizo ni ibada za uongo, manabii wa uongo. Akaishi na neno hilo. Nataka nikwambie Yesu yule alitema mate, akakoroga tope kwenye ardhi, akampaka kipofu. Alafu alipompaka akamwambia nenda kanawe kwenye maji ya birika la alitumwa linaloitwa Siloamu. Akamwambia usinawe kwenye birika lingine lolote, unawe kwenye birika hilo. Bwana asifiwe sana. Wengine wakaja akamwambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani kama Musa alivyoagiza. Walipokuwa wakienda wakatakasika ugonjwa wao. Haleluya, haleluya. Mitume wa Yesu, Paulo, walichukua vitambaa mkononi mwake, kitambaa alichokuwa anatumia au alichokiombea itono. Biblia inasema vikapelekwa kwa wagonjwa wakaponywa. Kwa sababu huwezi kumlimit Mungu wewe. Mungu njia zake hazichunguziki. Huwezi kumlimit kwa mawazo yako. Unasema kama angekuwa Mungu angefanya hivi. Ukishakuwa hivyo, Mungu huyo Mungu wako ni powerless. Huyo Mungu wako hana, yani huyo Mungu wako sasa ambaye wewe unaweza kumonita kwa akili zako, anapoteza sifa yake kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mnakumbuka wakati wa Israeli walifanya makosa, wakatumiwa nyoka wa moto. Wale nyoka wa moto walipowauma, Mungu alimwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba anayefanana na huyo nyoka aliyong'ata. Alafu mweke kwenye mti, kila atakayemtazama akishang'atwa, sumu inaondoka, anapona hata kufa. Na ikawa wote walipokwenda kumtazama yule nyoka, akishang'atwa anakimbia, anaenda kumwangalia yule nyoka. Akishamwangalia tu anapona. Ingawaje sasa yule nyoka aliwekwa kuwa ishara ya Kristo. Kama Yesu atakapotundikwa msalabani na watakaomtazama, watakaomwendea, watakavyoponywa na mauti, ndivyo pia wana wa Israeli waliponywa na mauti kupitia yule nyoka jangwani. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kielelezo cha Kristo ajaye. Lakini nataka kuonyesha kwamba Mungu hafungiki. Haleluya, haleluya. Mungu huyo alikuwa anatuma malaika kila mwaka kwenda kutibua maji, na akiingia mtu mmoja baada ya maji kutibuliwa, anatakasika ukoma wake. Kwa nini asiseme kwamba mimi naweza kutamka tu neno likatokea, likawa tu? Na ni kwa nini leo tuseme kwa mfano vitu haviwezi kuombewa vikasaidia watu? Mimi nataka nikwambie, hata mchele unaopika nyumbani kwako, na tunaweza tukauombea, ukaenda ukaula huo mchele, ukawa umebeba nguvu ya Mungu ya kubadilisha mwili wako baadhi ya mambo uliyoyapata kwa namna yoyote. Kwa mfano kensa, Mungu anaweza kupitia kile chakula, kina nguvu ya Mungu, ikaendelea kukuponya, ikaendelea kukuponya, ikaendelea kukuponya, inapambana na kensa mpaka ikaisha. Maana neno la Mungu li hai, tena ni kali kama upanga. Neno la Mungu li hai. Sema neno la Mungu li hai. Rudia tena, neno la Mungu li hai. Ukisikia tu mtu yeye anatumia mawazo yake, anasema yani anachukua vitu kwa ajili ya kufanya biashara, kwa ajili ya nini, hiyo ndio injili isiyofaa. Kwa sababu injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Mimi nakwambia, ndio maana baba tukaombea, nenda kanywa. Nenda kanywa. Tumia yani kidogo kidogo. Unaweza kuambiwa tu kama daktari anakuambia, tumia asubuhi, tumia jioni. Akakwambia wewe unakunywa kila ukiamka. Sasa hapo kosa ni lipi? Maji umenunua mwenyewe, maji umekuja nayo, hakuwa na ya kwake, hakuna mahali aende kuchota akakuletea, hakukuuzia. Kwa nini unamfukuza
anaambiwa ni ibada ya sanamu. Hao lazima tujue Mungu ni neno. Shikeni hilo sana. Mungu ni neno. Lile neno aliloambiwa Naaman ndilo lilitangulia likaenda kungoja katika ule mto. Amen. Amen. Sawa, Mungu akubariki. Okay. Kwa alipoambiwa alifungie ndani na watoto wake, akaambiwa basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Anaambiwa na nini kule nyumbani mama? Akasema sina chochote, lakini nakumbuka kuna kichupa kimoja kina mafuta ya kupika pale ndani, na haifiki hata robo lita. Akamwambia mtu wa Mungu, akamwambia ndio hayo tu na kule ndani. Basi kaombe vyombo. Ukishamaliza hivyo vyombo ulivyoomba, jifungie ndani wewe na watoto wako. Chukua yale mafuta ulioko nayo, anza kumimina kwenye ndoo. Mafuta ni kichupa kidogo, anaambiwa aanze kumiminia kwenye ndoo. Anza kumimina. Mafuta na mika ndoo ikajaa. Akasema sogeza. Lete ndoo nyingine, akamimina. Lete chombo kingine, likaletwa pipa, mimina ikajaa. Lete chombo kingine, likaletwa karai. Lete kingine, likaletwa sufuria. Vyombo vyote vikajaa. Akasema mwanangu, lete tena chombo. Akaambiwa kuna tena chombo. Vyombo vimeisha, na yale mafuta yakakatika tap, yakaisha pale. Lakini alifanyaje? Alisikiliza lile neno aliloambiwa na kiongozi wake. Je, wewe unapopata shida unaendaga wapi? Huyu mama watu alipoona shida alitafuta kiongozi wake wa kiroho. Mwenye nyumba amesema uondoke pale, ikifika jioni bila kupata pesa yako uondoke. Msaada wako utapatikana kwa Mungu. Wewe unasema sasa bila kumkumbuka Mungu, unaanza kulia na kupiga yowe. Unaanza kutafuta ni wapi mganga alipo kamfunge. Unapotea kwa kuwa haujui uweza wa Mungu. Unaanza kuwapigia ndugu zako. It's okay katika kujitetea, lakini mahali pa kwanza ni Mungu. Haleluya. Mama huyu alikimbia, akaambiwa akamimine mafuta, akajaza vyombo. Baada ya kumaliza, huyu mama wa watu ni mtii sana. Mstari wa 7 sema, ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, ulipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto. Nenda kauze mama. Alikuja akikimbia, akamwambia nimemimina vyombo vimejaa. Akamwambia ni madumu mangapi? Labda akamwambia ni madumu 400 na ndoo 16 na karai 3 na vibakuli 4 na vikombe 2. Akamwambia basi nenda ukauze. Ukishauza lipa madeni yako, alafu itakayobakia ni kwa ajili yako na watoto. Tumpigie Mungu makofi. Tumpigie Mungu makofi tena. Biblia inasema Mungu anajua kutuokoa. Inasema Mungu anajua kutuokoa. Rudia tena, Mungu anajua kutuokoa. Sio kwamba Mungu hana cha kukusaidia, ni wewe imani yako tu. Ni wewe mashaka yako. Ni wewe unatafuta msaada pasipotakiwa. Nitainua macho yangu nitazame milima. Eti inasemaje? Nitainua macho yangu nitazame milima. Endeleza. Hatuko pamoja. Nyinyi watu wa rohoni au wa mwilini? Hebu sema. Nikimaliza unaitikia. Unaendelea. Nitainua macho yangu nitazame milima. Katika aliyezifanya. Kumbe msaada wako always unapatikana kwa Bwana aliyezifanya mbingu na ndivyo ilivyo, na hiyo ni ya kuaminika. Ila umewapa ndugu zako nafasi zaidi, umewapa marafiki zako nafasi zaidi kuliko kumpa Mungu nafasi zaidi.
wa taabu, utainua macho utazame milima. Msaada wako utatoka wapi? Utatoka kwa Bwana. Tumpigie Bwana aliyezifanya mbingu na nchi makofi. Amen. Amen. Mama huyu alitokana na shida yake au hakutokana na shida? Ile shida yake iliondoka? Iliondoka eh? Na hii shida ilikuwa inahitaji nini? Fedha. Usiende kwa mtumishi tunamwambia mtumishi, nimekuja hapa, nimekuja naiba bahasha, nimekuja kwa imani, nimekata makaratasi nikayapanga, ninaomba uyaombee awe pesa. Chana na huu shamba wako. Mungu hayupo kwenye hilo. Wewe nenda na shida yako. Mweleze mtumishi wa Mungu, anasikiliza neno linalotoka kwa Bwana la kukusaidia. Amen. Wala usijaribu Mungu. Wengine wanakata makaratasi wanafunikia kwenye karai. Anasema kama wewe kweli ni Mungu, badilisha ya makaratasi yawe pesa. Umekuwa shetani wewe. Umekuwa pepo. Pepo alimwambia hivyo Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza ili jiwe liwe mkate. Haitatokea hicho unachoomba. It won't happen. Hata ulie, hata ukeshe, hata useme nina imani, haitatokea. Wala usitoke kwa kusema kwa kuwa nadaiwa leo, ngoja nitembee, Mungu atanisaidia niokote pesa. Hautaokota. I'm telling you. Labda uende kwa mtumishi wa Mungu akwambie, tembea kwenye hiyo njia, kuna muujiza Mungu atakutendea. Ukisikia hilo neno ukaenda nalo, hilo neno litaenda kukungoja huko uendako. Haleluya. Mbele makofi utukufu. Sasa inatimia lile neno alilosema, nimekupa funguo za kufungua lolote mbinguni na kulifunga. Kwamba ukifunga lolote mbinguni litafungwa, na ukifungua lolote litafunguliwa. Hilo linalofunguliwa na kufungwa ni kwa njia ya neno. Ndio maana unatakiwa ushike sana neno ulilotamkiwa, maana ndilo lililobeba muujiza. Nikwambie kitu. Tusome Yohana. Yohana ile sura ya kwanza inasema nini? Yohana ile sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hebu sema neno ndiye Mungu. Rudia tena, neno ndiye Mungu. Yaani lile neno likishatamkwa hakuna namna litadhihirika. Labda uone mashaka. Ukiona mashaka ndani yako, lile neno Yesu anasema neno mbegu ni neno la Mungu. Lile lililodondoka njiani ni watu wale ambao wanapolisikia neno la Mungu hawalishiki. Lililodondoka kwenye miba ni wale waliosikia wakaamini kwa kitambo, lakini hakuweza kuvumilia. Walisongwa na shughuli nyingi za dunia. Waliposongwa na shughuli nyingi za dunia, zile shughuli nyingi za dunia ndio mfano wa miba. Lile neno lilichipuka ndani yao, waliliamini kwa muda, wakazingatia maombi, wanakuja kanisani, wanawahi, lakini wakafika mahali wakaanza kurudi nyuma, maana walichoka, kama kuchoka hivi. Na ile lililodondoka kwenye udongo mzuri ni watu wale ambao wanapolisikia neno la Mungu walipokea kwa furaha, wakavumilia mpaka wakazaa matunda. Tumpigie Mungu makofi. Kumbe neno la Mungu ni mbegu. Hebu sema neno la Mungu ni mbegu. Alright. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akikutamkia akakwambia utapata mke, utapata mume, utazaa watoto mapacha, neno hilo ni mbegu tamu. From that day ni mbegu iliyopandwa kwenye maisha. Kuvumilia mpaka utakapozaa matunda. Haleluya. Kwa kuwa nini? Neno ni mbegu, neno ni mbegu, lakini neno ndiye Mungu. Anasemaje? Anasema huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. So neno ndiyo mamlaka ya Mungu. Neno ndiyo Mungu, ndiye Mungu. Neno ndiyo muujiza. Mimi hapa kuna mahali nafanya kazi ya kilimo. Sasa sio nafanya kazi nimeajiriwa, nalima, nafanya kilimo.
tukaleta watu wa kupanda. Wale watu ambao wanapiga hadithi shambani wakawa wanasema mwenye hili shamba ni ndugu zangu, lakini shamba hili lina shida sana. Waliachiana laana, walidhulumiana hili shamba. Kwa hiyo maneno yaliyosemwa, watalima lakini watavuna. Mmoja aliyokuwa pale ni mcha Mungu, anapanda mbegu, yuko ni kibarua, anafanya kazi shambani, ambaye mimi namlipa sasa. Walikuwepo watu 19 siku hiyo. Sasa mmoja wapo akasikia nilipokuja kuwalipa ujira wao, akanifuata kwa haraka, akaniambia naomba nikuambie kitu. Niliwahi kuambia mahali popote walipo wabaya pana mcha Mungu mmoja, na kila mahali penye wema 10 pana mbaya mmoja. Bwana asifiwe sana. Akanifuata akaniambia, ninakuona kama vile wewe unamcha Mungu. Hawajui kama mimi ni pastor. They don't know. Ananiambia nakuona kama wewe unamcha Mungu. Sasa kuna habari nimesikia kuhusu shamba. Nikasema hata kama utafanya mwenyewe, hata kama utaleta mtu, utafute tu namna ya kufanya. Kama utaamua kuomba waombaji wafike waombe. Nimesikia 1 2 3 4 5 kwamba shamba lina laana. Nikamwambia kumbe lina laana okay. Mbeba sana. Nakushukuru kwa kunipa taarifa. Nitaifanyia kazi. Nikawa nimefikiria nitafika usiku nikaombe. Siku hiyo Mungu Roho Mtakatifu akanizuia. Sikuenda. Kesho yake nikasema naenda. Roho Mtakatifu akanizuia. Sasa ikabidi niingie kwenye maombi, nimuulize Mungu nifanyeje? Mungu akanijibu jana. Akaniambia hivi, nenda katafute mtumishi wa pale ambaye ndiye niliyemweka mwenye upako wa hilo anga, umpeleke akaombe. Tumpigie Mungu makofi Yesu. Haleluya. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Nikatambua kumbe pamoja na naweza kawa na upako, lakini kuna mahali Mungu anaheshimu upako wa mafuta. Wengine anataka mimi niende kama mhitaji nimwambie mkuu naomba uje ukashughulikie kitu mahali, maana ndiye aliyepakwa mafuta kwenye eneo hilo. Haleluya. Haleluya. Ndipo nikaanza kutafakari tangu jana mpaka leo, nikasema lakini hata mkuu wa mkoa wa Arusha hawezi kwenda kuamua mambo kwenye mkoa wa Kilimanjaro. Wala mkuu wa Kilimanjaro hawezi kwenda kuamua mambo kwenye mkoa wa Dar es Salaam. It is impossible. Na sisi tumekuwa tukiviolate hii sheria ya kiroho, tunaivuruga hii sheria, au tunafanya vurugu, au tunakataa kuitenda, tunaitendea sivyo, kusema mimi nimepakwa mafuta kwa unaenda kila mahali. Kumbe kila mahali Mungu amejiwekea mkuu. Haleluya. Sasa baada ya kujua nimeshampata na kumpata, Mungu akanionyesha kabisa ni fulani pale. Sina mazoea naye wala simfahamu, lakini niliwahi kuona kazi yake mahali. Sijawahi kumuona, simjui vizuri, lakini niliwahi kuona kazi yake. Kwa hiyo nikitoka sasa hivi najua nani naenda kumfuata, na siendi kama pastor, naenda kama mkulima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ili Mungu atende hicho alichokikusudia. Maana ukimwambia wewe ni pastor, ukienda naye anakuambia tuombe wote. Haleluya. Haleluya. Acha aliyepakwa mafuta kwenye hilo anga ashughulike na hilo. Mbele basi makofi yako nasikia. Sasa ni muhimu kujua kwamba kuna mtu aliyeitwa kwa ajili ya watu au kwa ajili ya eneo fulani. Mungu anasema hakutumwa mwingine, hakutumwa kwa mjane mwingine yoyote ila kwa mjane wa Sarepta. Walikuwepo wajane wengi. Hakutakaswa mwingine mwenye ukoma ila Naaman wakati wa Elisha. Jifunze kutii mamlaka ya Mungu. Ukiweza hilo utafanikiwa sana. Usiwe na kiburi kwa kuokoka ukadhani kila kitu. Sasa leo tunataka kumwomba Mungu neno moja. Tunataka kumwambia Mungu atusaidie. Tuweze. Hebu sema tuweze. Rudia tena tuweze.
kuwasikiliza viongozi wa kiroho waliowekwa kwa ajili yetu, waliowekwa kutuongoza, waliowekwa kutushauri, waliowekwa kutufundisha, waliowekwa kutuonya. Na uache kuvuta mdomo wakati ukiona unamsusia mtumishi, unasema na kwenye kanisa lake si. Kwanza unakosea sana. Hakuna mtumishi mwenye kanisa lake. Makanisa ni ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukimsusia mtumishi, wala sio kwamba unampa sana, unajipa sana wewe. Bana, kuna mambo yatakwenda sana. Basi naomba tusimame. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba, hakuna.
Mwambie asante kwa uaminifu wako na upendo wako katika maisha yangu. Mwambie ninakuomba uniwezeshe kusikia sauti ya yule uliyemweka. Nisaidie Bwana kuisikia sauti yako. Hebu inua sauti yako pale, mwambie Bwana ninakuomba unisaidie. Maana siwezi kukufikia wewe kama sitalisikia neno. Mwambie siwezi kusikia sauti yako bila neno. Mwambie ninakushukuru Mungu wangu kwa kunipa mtu wa kunilisha roho yangu, kwa kunipa mtu wa kuniongoza. Nisaidie Bwana, niondolee roho ya ukorofi, niondolee roho ya kiburi ndani yangu. Nisaidie Bwana, maana lile neno ulilolituma litanisaidia. Maana imeandikwa unalituma neno ili lituponye na kututoa kwenye maangamizo yetu. Wewe unalituma neno Bwana, wewe unalituma neno Bwana. Nipe neema kulisikia, nipe neema kulisikia hilo neno. Wakati unapolituma, fungua kinywa chako pale, mpazie Mungu sauti yako. My God, my God, my God. Fungua kinywa chako tu pale, mwambie Mungu, mwambie nisaidie niweze kulisikia neno lile unalolituma. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Omba, 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 omba pale ulipo. Oh yes. Endelea Bwana. Endelea wakati wenzetu wakiimba wimbo taratibu. Endelea kuomba. Rabo satakabaya. Riba satakabaya. Wanaomba kwa sababu watu wanaimba kwa sauti ya chini sana. Endelea kuomba. Rabo santelekebe sayando. Robo sayalakabado. Omba, omba, omba. Mwambie Mungu nisaidie. Mwambie Mungu nisikie, nisaidie, nisikie neno lako liweze kunisaidia. Raba santo yokobosa. Riba satakabara bosando lobosa. Ribe kaba santa yakabo. Riba sata. Uliyevusha Israeli Bwana katika kichwa chako, ukavusha katika bahari ya Shamu, kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Mungu hata leo unaweza, hata leo unaweza Bwana kuvusha mioyo hii iweze kuvuka kutoka kwenye ugumu wa kiroho, waweze kuingia kwenye uwepesi wa kulisikia neno lako katika jina la Yesu aliye hai.
Sema Baba wa milele, hakuna awezaye kujilinda wala kulinda nchi wala kulinda vyote alivyo navyo ila wewe ndiwe ulindaye. Tunakupa vyote, roho zetu, nafsi zetu na vyote ulivyotubariki. Tunaomba uvilinde na utulinde tukae salama. Asante Bwana, maana katika wewe tutakaa salama, katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi.